Hatua hiyo imekuja wakati chuo hicho kikifanya mahafali yake ya kwanza tangu kuanzishwa kwa VETA ya mkoa wa Geita. Hafla iliyoambatana na ongezeko la wanawake wanaohitimu katika fani ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikidhaniwa kuwa ni za wanaume pekee. Miongoni mwa fani hizo ni ufundi bomba na umeme wa majumbani, maeneo ambayo zamani wanawake wengi walihofia kujitokeza kutokana na mtazamo kandamizi wa jamii na changamoto za kimazingira. Nimekutana na Lilian John, miongoni mwa wanafunzi wa kike 27 wanaohitimu katika chuo hicho, huku idadi ya wanaume ikiwa ni 43 na kufanya idadi kamili kuwa 70. Lilian anachukua fani ya ufundi bomba, ambaye ni miongoni mwa wanawake waliovunja ukuta wa uoga na dhana potofu. Anasema safari yake haikuwa rahisi, lakini maamuzi aliyochukua ndio yamekuwa msingi mpya wa mabadiliko katika maisha yake. Mimi nimeweza kwa sababu wanavyosema kwamba ni changamoto, hapana. Wala sio changamoto, bali ni fursa kwa kila mmoja anayehitaji kujifunza ufundi. Wanachuo ambao leo hii tunahitimu katika mahafali haya, tulijiunga na chuo cha ufundi stadi cha mkoa wa Geita mwaka 2024 kwa lengo la kupata mafunzo ya ufundi stadi katika fani mbalimbali, ambapo leo hii tunahitimu mafunzo haya ndani ya miaka miwili. Tunamshukuru Mungu kwa kutulinda mpaka kufika hatua hii. Mkuu wa chuo hicho Tadeus Panga amesema kwa sasa chuo hicho kinatoa kozi 5 na kikikamilika kitakuwa na uwezo wa kutoa kozi zaidi. Chuo hiki kitakuwa na uwezo wa kudahili kozi takribani 13 kitakapofikia udahili kamili. Kozi hizo ni pamoja na umeme wa majumbani, uhazili na kompyuta, upishi, uashi, useremala, ufundi wa mitambo mikubwa, ufundi wa upimaji wa mitambo kwa njia ya kompyuta, upimaji wa hali joto katika majengo au alimaarufu ventilation and heating, ufundi wa ukarabati vifaa tiba na kinga au tunaita biomedical, ufundi wa bomba pamoja na uchakataji wa madini. Kwa matarajio ninayotarajia kwa majumbani au mtaani ni kusaidia changamoto mbalimbali zinazojitokeza, kwa mfano kwa kutengeneza mabomba, kurekebisha mitambo ya mabomba. Leo nimehitimu na matarajio yangu makubwa kwenda huko mtaani ni namna ambavyo nitaweza kufaidika au nitaweza kutimiza yale yote ambayo nimeweza kufundishwa kutoka kwa walimu wetu, kwa wakufunzi wetu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba aliyekuwa mgeni rasmi kwenye mahafali hayo ameziagiza taasisi za serikali na zile za binafsi kuwapa kipaumbele vijana waliohitimu mafunzo ya ufundi stadi VETA kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ili kupunguza wimbi la changamoto ya ajira katika eneo hilo. Vijana hawa waliohitimu leo kutoka hapa, kama mtakuwa mnahitaji vijana wa kuwasaidieni kazi, wa kuwaajiri kwa mikataba kwenye hii miji, kipaumbele cha kwanza wawe ni vijana wanaohitimu leo hapa ambao tunawakabidhi vyeti. Kutoka hapa chuo cha VETA Manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik.